Ninywe vinywaji kwa sababu kile ninachokwenda kuwaambia sio tu hadithi, ni ajali ya gari kwa mwendo wa polepole iliyotengenezwa na uaminifu, mapenzi na usaliti. Nilidhani nilikuwa nimemwokoa kutoka gizani mara 2, lakini nilikuwa mjinga. Badala yake nilijikuta peke yangu, nikiangalia kila kitu kikifanyika kama mzaha mgonjwa ambao sikuwa nafahamu kuwa ninateseka nao. Ikiwa mmewahi kuwaaminisha mtu asiye sahihi, ikiwa mmewahi kuzima sauti kichwani iliyokuwa ikinong'oneza kuna kitu kibaya, basi mnafahamu tayari ninakoenda. Lakini hamjui jinsi usaliti huo ulivyokuwa wa kina na jinsi nilivyochukua hatua. Na nilichukua hatua kama mpelelezi stadi. Kisha nikamfuta kabisa. Na niaminini, atajuta maisha yake yote. Lakini niache nianze kutoka mwanzo. Jina langu ni Jabari. Nina miaka 40 na ninaendesha kampuni yangu ya usafirishaji nje kidogo ya jiji. Sio biashara ya kujivunia, sio ile unayojivunia katika sherehe, lakini ni imara. Niliijenga kutoka sifuri katika miaka 12 iliyopita na imekuwa kuwa kitu ninachojivunia. Nina wafanyakazi 12, magari machache ya kubeba mizigo na mkazo zaidi ya ninavyoweza kushughulikia. Kwa kawaida ninaamka saa 12 asubuhi, simu inaanza saa 1, kupanga njia, kujadiliana na wasambazaji, madereva, mikataba. Maisha yangu ni majedwali ya mahesabu, simu ndefu na bili ambazo hazilingani kamwe. Sio ya kuvutia, lakini inalipa bili na inaweka mikono na kichwa vikiwa busi. Ukweli ni kwamba kazi yote hiyo haikuacha nafasi nyingi kwa maisha binafsi. Wengi wa marafiki zangu walikuwa wameshajipanga zamani, wana watoto, babekwe, malalamiko kuhusu mkopo wa nyumba, yote hayo. Mimi nilidhani nitaifikia siku moja. Nilikuwa na mahusiano 2 marefu, hakuna kilichokuwa cha kutisha. Yalififia polepole tu. Hakuna chuki, ni maisha yaliyokuwa yakipata njia. Kisha nilimkutana Neema. Sikuwa nikitafuta kitu chochote. Kwa kweli sikuwa hata katika hali sahihi ya kitu cha kweli. Nilikuwa nimefunga mwezi wa kuzimu kazini. Neema hakuwa wa ulimwengu wangu. Alikuwa anafanya kile wengine huita kazi ya kuandamana. Unalipa kwa muda wake. Mtu anataka kuzungumza, mtu anataka zaidi. Sikuifikiria sana nilipomweka miadi mara ya kwanza. Nilifikiria chakula cha jioni na mwanamke mrembo, kuzungumza kuhusu kila kitu isipokuwa ratiba za usafirishaji na kujisikia binadamu kwa saa chache. Ningerelax kutoka mzigo wa kazi. Aliingia katika baa ya hoteli hiyo na moyo wangu ulisimama. Alikuwa amevaa gauni jeusi na nywele zake zilikuwa zimefungwa kama ametoka seti ya filamu. Lakini haikuwa sura tu, ingawa ilitosha kugeuza vichwa. Ilikuwa jinsi alivyotembea. Akiwa na uhakika, kama anajua anaweza kuvunja mioyo bila kufanya kitu. Na sauti yake yenye joto na kicheko kilichonigusa moja kwa moja tumboni. Tulizungumza kwa saa nyingi. Alinifanya nisahau nina kazi asubuhi iliyofuata. Alisikiliza. Sio kwa kichwa cha bandia, bali kweli. Aliuliza maswali, akatoa majibu yaliyofikiriwa. Mwishoni mwa mkutano aliuliza, je, ungependa kuendelea chumbani? Lakini nilikuwa nimepigwa na mshangao sana kwamba siku hiyo nilikataa. Mkutano huo wa kwanza ukawa wa pili. Kisha wa tatu. Mwanzoni nilidhani ni upweke tu. Nilidhani labda ninapenda wazo la mtu anayenipa umakini bila kutaka kitu kwa malipo. Lakini baada ya muda haikuwa tena suala la kulipa. Nilitaka tu kuwa naye. Alikuwa mwenye akili, mwenye ucheshi, na alipocheka alicheka kwa uso mzima. Sikuwa najisikia kuhukumiwa karibu naye. Nilijisikia mwenye bahati. Kama nimejikwaa kwenye kitu adimu, kizuri na chenye kufikia nje ya uwezo wangu. Ilikuwa desturi. Mara 1 au 2 kwa wiki nilikuwa nikitoa jioni na tukakutana. Miezi 6 baadaye nilimwomba aje aishi nami. Alinyamaza mwanzoni kama hakuamini. Nilimwambia ninaweza. Kwamba hahitaji tena kufanya kazi hiyo. Kwamba nitamtunza. Hakuna kodi, bili au wateja wabaya. Anaweza kuwa na mwanzo mpya. Wa kweli. Alilia.
Alisema hakuna mtu aliyewahi kuamini kwake hivyo. Kwamba maisha yake yote alijiona amelazimika kuishi peke yake, na hii mimi ilikuwa mara ya kwanza mtu kumwona kama kitu zaidi ya bei. Alisema anataka kutoka. Kwamba anachukia maisha hayo. Kwamba labda tu anaweza kuwa kitu kingine nami. Nilimwamini. Ninafanya hivyo kila anapolia. Hivyo alihamia. Hivyo tu. Tulitia saini kimya, hakuna harusi za fahari, hakuna wageni, hakuna meza tele. Tulisherehekea nyumbani, sisi wawili tu. Alileta uhai nyumbani kwangu kama hewa safi kutoka dirisha lililofunguliwa. Na kwa muda ilionekana mwanzo wa kitu kizuri. Kitu cha kweli. Kitu kinachostahili yote. Miezi hiyo ya kwanza na neema chini ya paa langu ilionekana kama rangi mpya juu ya ukuta mzee. Yenye mwanga laini safi. Tulijipanga katika mdundo uliofanana sana na furaha ya nyumbani. Mimi nilitoka mapema kwenda kazini. Kicheko chake kilikuwa kikisikika nyumbani. Aliweka muziki asubuhi akiandaa maji ya matunda ambayo hakumalizi kamwe. Wakati mwingine nilimwangalia asipojua akitembea bila viatu, akicheza na mbwa, akisoma riwaya ya mapenzi aliyopata sokoni, na nikafikiri, labda hii ndiyo nafasi yangu ya kweli ya furaha. Nilifanya kazi zaidi kuliko hapo awali. Hata hivyo, kampuni ilikuwa ikikua na nilikuwa na mkataba mkubwa na msambazaji mpya kutoka mji mwingine. Siku zangu zilikuwa zimejaa na shinikizo lilikuwa likiongezeka. Nilijiambia ninafanya hivyo kwa ajili yetu, kwa maisha tuliyokuwa tukijenga. Neema hakuonekana kujali. Alijiweka busi na mazoezi, chakula cha asubuhi na mchana, vituo vya ustawi na mengineyo. Alikuwa na desturi mpya kila siku ya kujitunza. Wakati mwingine aliita enzi yake ya kupona, kama anajiumba upya kila siku. Sikuuliza maswali mengi. Nilimwamini. Kweli. Alikuwa mchanga, alikuwa na maisha magumu kabla, na sasa hatimaye alikuwa na nafasi ya kupumua. Mimi ni nani kumfunga kamba? Ikiwa alitaka kuona marafiki, kununua vitu, kuanza mazoezi, kwangu ilikuwa sawa. Sikutaka kuwa yule anayebadilisha wokovu kuwa gereza. Na ndiyo, sehemu yangu ilijisikia kiburi kwa kumtoa kutoka maisha hayo. Kama nimefanya kitu cha heshima, kitu kizuri, sikuwa na sababu ya kushuku chochote. Siku hiyo alikuwa mwenye joto, mwenye upendo. Bado alinibusu nilipoingia mlangoni. Jioni iliyotokea nilikuwa na chakula cha jioni cha kazi katika mgahawa wa nyama wa hali ya juu katikati ya jiji. Nilikuwa nikiwasilisha ushirikiano wa muda mrefu wa usafirishaji kwa wasambazaji wawili wa kikanda, mmoja wa mikataba mikubwa zaidi niliyowahi kufuata. Nilivaa koti bora, nikapiga vumbi sana kujaribu kukumbuka divai gani inafaa na nini. Nilikuwa na wasiwasi, lakini nikiwa na uhakika. Nilikuwa nimefanya kazi yangu. Kisha walifika. Watatu. Mmoja wa wawakilishi, mwenzake na mtu watatu nisiyemjua, na mwanamke. Alikuwa Neema. Alionekana kung'aa. Gauni lililobana, rangi nyekundu midomoni, nywele zimefungwa kama alivyokuwa akisema humfanya ajihisi hatari. Aliniona kabla sijamwona yeye. Alisimama katikati ya hatua. Tabasamu lilitetemeka kwa nusu sekunde, kisha likarudi mahali pake kama kinyago. Sikupiga kope. Nilikubali kwa adabu kama ni mgeni. Hakusema chochote. Alikaa kando ya mtu huyo akicheka mzaha wa kijinga aliofanya. Tuliangaliana mara moja kupitia meza. Kulikuwa na kitu kati ya hofu na ombi katika macho yake. Yangu hayakusogea. Sikuweza kujiruhusu. Katikati ya mlo wa pili alisimama ghafla na kusema hajisikii vizuri. Mwandamani wake hakupinga. Aliondoka kwa salamu ya haraka na koti mkononi. Sikusema neno. Nilitabasamu tu kwa mteja. Nilifunga mkataba. Sijui jinsi. Niliporudi nyumbani jioni hiyo, taa zilikuwa zimelala, lakini yeye alikuwa macho. Amekaa jikoni kama ananihakiki.
Nilipita kando yake bila kusema chochote, nikafungua tai, nikajimwagilia kinywaji na kujiegemea sinki. Alisema anaweza kueleza. Sikumwomba afanye hivyo. Bado. Nilimwangalia tu. Alionekana mdogo sana wakati huo. Mdogo tu kama kivuli cha mtu niliyefikiri namjua. Aliniambia hakutarajia kunikuta huko. Kwamba haikuwa kitu. Kwamba ilikuwa kuandamana tu, chochote kilichomaanisha. Alisema alikuwa anajaribu kupata pesa kidogo peke yake ili asijisikie mzigo nyumbani. Sikumwamini. Lakini nilitaka kumwamini. Hivyo nilisimama hapo. Jiko lilikuwa kimya isipokuwa sauti ya friji. Moyo wangu ulipiga kwa nguvu sana, nilikuwa nikiuhisi masikioni. Na kwa mara ya kwanza tangu ahamie, sikuwa na uhakika ni nani niliyemkabili. Sijivunii jinsi nilivyojibu usiku huo. Baada ya chakula cha jioni. Baada ya kimya kirefu. Lakini sisemi uongo. Baada ya kunipa udhuru wake wa haraka mezani jikoni, sikumeza. Nililipuka. Nilikuwa na hasira, nitetemeka, nizunguka chumba kwa hasira. Kila kitu ndani yangu kilionekana kuyeyuka. Sikuwa na hasira naye tu. Nilikuwa na hasira na mimi mwenyewe. Kwa kuwa kipofu. Kwa kucheza familia na mtu nisiyemjua vizuri. Kwa kufikiria ningeweza kumtoa kutoka fujo alikotoka na kujifanya na uhusiano wa kawaida. Nilimuuliza moja kwa moja alichofanya kwenye chakula hicho cha jioni. Kwa nini alikuwa na mtu huyo? Kwa nini alikuwa amevaa hivyo? Aliendelea kusema haikuwa kama inavyoonekana. Kwamba ilikuwa kuandamana tu. Kwamba ni mtu aliyemjua kabla na alimwasiliana, akamwomba amwandamishe kwenye tukio la kazi na hakufikiria ni tatizo kubwa. Alisema hakujua niko huko. Alisema alijisikia amenaswa mara tu alipoingia. Sikuanguka. Nilimwambia aache kusema uongo. Nilimwambia nimeona jinsi mtu huyo alivyomwangalia, jinsi yeye alivyomgusa mkono, jinsi kicheko chake kilivyobadilika naye. Nilimwambia hakuna anayemchukua kama yeye kwa kuandamana tu kwenye chakula cha jioni cha aina hiyo. Nilimwambia aondoke. Kwa usiku huo. Aende hoteli na pesa alizojipatia. Sio kwa daima. Usiku tu. Nilihitaji nafasi. Kufikiria bila uso wake mbele, bila harufu ya manukato yake hewani, bila sauti yake ikijaribu kugeuza hadithi kuwa kitu laini kuliko ukweli. Alilia kwa sauti. Machozi makubwa yenye maji, yenye fujo. Alisema hakutaka kuniumiza. Alisema aliogopa nitamwona tofauti, kwamba sitaelewa. Alisema anachukia nilimwona hivyo. Nilimwambia nimekwisha kufanya hivyo. Alijaribu kunikumbatia kabla ya kuondoka, lakini nilirudi nyuma. Sikuweza. Aliniangalia kama nimezima taa katika chumba asichojua jinsi ya kuendesha. Kisha aligeuka na kuondoka kimya. Asubuhi ilifika polepole na yenye uzito. Sikuwa nimesogea kutoka kiti niliposikia kugonga. Alikuwa amerudi. Bila vipodozi. Nywele katika fundo lisilo la kawaida. Sweta iliyovutwa juu kama silaha. Macho yamevimba na mekundu, na ilionekana hata yeye hakulala. Aliomba msamaha tena. Sauti ikitetemeka. Alisema amefanya kosa. Kwamba hataki kunipoteza. Kwamba hakuna kilichotokea. Kwamba haikuwa kwa pesa au maisha ya zamani au mambo kama hayo. Aliapa hana hatia. Aliapa ilikuwa fadhila tu. Aliapa juu na chini kwamba haikumaanisha chochote. Sikumkatiza. Nilisikiliza tu. Alipomaliza nikasema nilichopaswa kusema. Nilimwambia nitamrudisha, lakini mara moja tu. Nilimwambia ninaweza kusamehe kosa. Ninaweza kusamehe uamuzi mbaya. Ninaweza hata kusamehe kuwa alinidanganya usoni. Lakini siwezi kusamehe tena. Kuteleza tena na tutakuwa tumemaliza. Hakuna onyo tena. Hakuna nafasi za pili. Nilikuwa wazi, thabiti na tulivu niliposema. Alikubali kama mtoto aliyekemea.
mnyenyekevu, mdogo, akimeza hatia kama inamuumiza kusimama. Aliahidi atabadilika. Nilikuwa nikifanya siku za saa 12 ofisini na zaidi. Mteja mpya ulimaanisha kupanga upya nusu ya njia, na wavulana wawili wangu walikuwa daima wakichelewa au wakipiga simu wakiwa wagonjwa. Nilikuwa na mkazo, nimechoka miguu sehemu kubwa ya jioni. Nilijiambia nyumbani kila kitu kiko sawa kwa sababu basi kilionekana kuwa sawa. Yeye alifanya iwe rahisi kuamini. Baada ya muda nilimwambia anaweza kuanza kutoka tena nyumbani. Hakuomba hata, aliweka kichwa chini, alikaa ndani kimya. Lakini ilionekana ana wasiwasi. Kuta nne zile kila siku zinaweza kumtia wazimu yeyote. Hivyo nilimwambia anaweza kurudi kituo cha ustawi. Kuweka miadi ya masage. Kwenda gym, kula chakula cha mchana na marafiki zake. Aliangaza kama nimegeuza swichi. Sio kwa njia ya kutilia shaka mwanzoni. Amelegea. Kama alikuwa ameshikilia pumzi na hatimaye anaweza kutoa. Nilidhani tunageuza ukurasa. Kama labda tu mbaya zaidi iko nyuma. Alianza polepole, mazoezi mara moja kwa wiki katika studio isiyo mbali na nyumba. Kisha kahawa na rafiki wa kabla hatujajuana, mmoja aitwaye Wanjiku, ambaye alijipaka vipodozi kupita kiasi na kuzungumza kwa sauti kubwa kwenye spika. Aliniambia kila kitu. Au angalau ilionekana hivyo. Anakoenda, atakuwa na nani anaporudi. Wakati mwingine alituma picha yeye katika joho na kinyago kijani usoni, au na maji ya matunda yenye jina la kuchekesha kama mboga nisaidie. Nilijibu kwa kidole gumba juu, au inaonekana nzuri na kurudi kazini. Hata alinipa nafasi ya kushiriki mahali alipo kwenye simu. Alisema ni kwa utulivu wa akili. Nilidhamini ishara hiyo, lakini sikuangalia sana. Nilidhani kuamini kuna maanisha si lazima ufanye hivyo. Alionekana pia katika hali nzuri, mwenye afya zaidi, mwenye nguvu zaidi. Kama kutoka nje na kufanya kitu kwa ajili yake kunampa uhai tena. Na nilitaka hivyo kwake. Nilitaka kuamini kwamba wakati huu tunajenga kitu cha kweli, kwamba uongo na mvutano viko nyuma. Alinunua nguo mpya, suruali za mazoezi, koti za michezo, zile chupa kubwa za maji ambazo wasichana wote huonekana kubeba kama vitu vya faraja ya kihisia. Nilimwambia anaonekana vizuri sana. Alitabasamu, akanibusu shavuni na kuniambia ninafanya kazi kupita kiasi. Nadhani nilifikiri ndivyo nafasi ya pili inavyoonekana. Na niliamini kweli. Kwa muda, desturi zilirudi. Nilitoka mapema. Yeye alilala hadi saa nyingi. Niliangalia barua pepe kabla ya chakula cha mchana. Alinitumia ujumbe kuhusu alichokuwa ameiandaa kwa kifungua kinywa. Nilirudi nimechoka na yeye alikuwa sofani, miguu juu, muziki wa chini. Hatukuwa wakamilifu, lakini tulikuwa watulivu. Na utulivu katika nyumba kama yangu ulitosha. Nilidhani tumebadilisha ukurasa. Lakini nikifikiria sasa, ningepaswa kuwa makini zaidi na kile kilichoandikwa pembezoni. Ilianza kama mnong'ono chini ya kichwa. Hakuna kilicho na sauti. Hakuna kilicho wazi. Kuwasha kidogo tu ambacho sikuweza kukwarua. Mwanzoni nilijiambia ninafikiria. Kwamba bado nimebeba uzito wa kile kilichotokea hapo awali. Kwamba niko macho sana, nikiwa na tahadhari sana. Lakini kwa muda hisia ilikuwa. Kutoka kwake kuliongezeka. Majibu yakapungua. Nilimuuliza alikokuwa na akanipa jina la mahali nisiyoweza kutamka au rafiki nisiyewahi kumjua. Daima na tabasamu hilo tamu la rahisi, kama ninapaswa kukubali na kusema inaonekana nzuri. Hakufanya chochote cha wazi cha kutilia shaka, hakuna ninachoweza kuonyesha kidole. Lakini kulikuwa na vitu vidogo. Jinsi alivyoharakisha kuzima simu ilipo vibrato. Jinsi ghafla alihitaji muda wake nje ya jiji, vituo vya ustawi ambavyo sasa vilikuwa mbali sana kuwa vya karibu. Au jinsi alionekana daima amejiandaa kidogo sana nilipomwambia nitalazimika kuchelewa.
Niliingia na nyumba ilikuwa safi, mishumaa imewashwa, muziki laini, kama ameandaa eneo dakika 5 kabla. Labda wanaume wengi wasingeona, au labda wangeona na kufunga mdomo. Lakini mimi sikuweza tena kuipuuza. Hivyo nilifanya nilichopaswa kufanya. Nilimjua mtu Kamaush ambaye alifanya kazi katika usalama wa nyumbani kabla ya kufungua biashara yake ya kusakinisha vifaa vya sauti na video. Nilimwambia nataka kuimarisha mfumo, nikitaja wizi wa vifurushi katika eneo na kuuliza kama anaweza kunisaidia kuweka kamera chache za siri ndani ya nyumba. Hakuuliza maswali. Wataalamu kama yeye kwa kawaida hawaulizi. Nilimwambia nataka tu katika maeneo makuu: jiko, korido, sebule na karibu na chumba cha bwana zikiangalia nje, sio kitandani. Hakuna cha ajabu. Tu kujua kinachotokea nikiwa nje. Alikuja mchana uliofuata Neema alipokuwa kwenye editot ya kina ya mwili, na tukamaliza usakinishaji kwa chini ya saa 2. Kazi safi. Picha zilienda moja kwa moja kwenye programu kwenye simu yangu na arifa za mwendo, lakini ningeweza kuangalia nilipotaka. Kwa siku chache, kila kitu kilionekana kawaida. Alirudi nyumbani, akabadilisha, akajimwagilia kinywaji, akaweka muziki na kujitupa sofani na laptop. Kwa kweli ilinifanya nijisikie na hatia, kama nina wasiwasi wa bure. Kisha ilifika Alhamisi. Alirudi karibu saa 10:30, mifuko mkononi. Ilionekana ununuzi, hakuna cha ajabu. Alirusha viatu, akaweka begi juu ya kisiwa cha jiko, kisha akaangalia juu ya bega kama anafikiri mtu anamwangalia. Akaenda koridoni. Niligeuza kamera na nikamshika akichunguza begi. Alitoa bahasha nene nyeupe, aina ya zile za kadi za pongezi, isipokuwa haikuwa siku ya kuzaliwa. Kisha akapanda kwenye kiti chini ya kabati na kufikia juu. Kulikuwa na sanduku la vitu vyake juu ya kabati. Sikuwa nimepanda huko kamwe, wala yeye mbele yangu. Nilijua tu ni yake. Alifungua sanduku na kuweka bahasha ndani. Kisha akatoka na kuwasha televisheni. Nilisimamisha video na kuangalia skrini. Hakuhitajika uchunguzi kamili. Hakuhitajika saa za video. Ishara hiyo tu, macho yake yakiangalia chumba kabla ya kuficha bahasha, ilitosha. Ufichi kitu isipokuwa unakiweka mbali na mtu. Siku iliyofuata alitoka tena. Alisema ana chakula cha jioni cha kutengeneza mitandao au kwenye tukio la ustawi. Hakujua nina ngazi tayari. Mara tu mlango ulipofungwa nyuma yake, nilienda moja kwa moja kwenye kabati. Bahasha ya kwanza niliyotoa karibu ikapasuka mkononi mwangu, ilikuwa imejaa. Ndani pesa taslimu. Sio noti chache tu. 20 na 50 zilizokunjwa kwa utaratibu, baadhi ya 100 bahasha moja. Kisha nyingine. Nilipata 4 kwa jumla. Maelfu. Rahisi. Hakuhitajika kuuliza pesa zinatoka wapi. Hakuhitajika majina au tarehe au risiti. Nilijua. Alikuwa amerudi kwenye biashara. Ahadi yoyote aliyotoa, machozi yoyote aliyomwaga, si alikuwa moshi tu. Maonyesho tu ili nikae kimya, huku akifanya alichokuwa akifanya kila wakati. Hakuwahi kuacha nyuma. Alikuwa amekuwa bora zaidi katika kuficha. Niliangalia bahasha hizo kwa muda mrefu. Mwanzoni sikuzihesabu hata pesa, niliendelea kuzitazama kama labda zitatoweka nikifunga macho vya kutosha. Hakuhitajika mtaalamu wa uchunguzi kuunganisha nukta. Nilijua ni nini. Tu sikujua jinsi ilivyokuwa ya kina. Nilihitaji zaidi ya dhana. Nilihitaji ukweli. Hivyo nilimpigia Omari. Omari na mimi tulirudi karibu miaka 20 iliyopita. Tulihudumu pamoja katika jeshi la akiba tulipokuwa wajinga na wenye kiburi. Leo anafanya kazi ya mpelelezi binafsi, ofisi ndogo, gharama ndogo, hakuna cha kujionyesha. Sikumwambia yote. Tu kwamba nina mashaka. Kwamba ninahitaji uthibitisho. Kwamba lazima nione kwa macho yangu kabla ya kufanya kosa ambalo siwezi kurudisha. Hakuuliza maswali mengi. Alisema tu, unataka uangalizi au kufuatilia mara moja?
Nilimwambia amfuate wakati mwingine atakapotoka nyumbani akiwa na viatu vya juu. Siku 2 baadaye, pakiti ilifika ofisini. Ilikuwa kutoka Omari. Ndani kulikuwa na kumbukumbu ya Usm na rundo la picha zilizochapishwa za ubora wa juu wazi. Nilieneza moja baada ya nyingine, kwanza uso chini, kama ninahitaji dakika ya kujiandaa na kile nilichokwisha kujua kitakuja. Ya kwanza ilikuwa yeye akipanda gari la rangi ya kijivu, viatu vyeusi na gauni la kijani kibichi nisiyolitambua. Ya pili ilikuwa yeye mlangoni mwa mgahawa nisiyewahi kusikia, mahali pa maegesho na glasi za divai. Picha inayofuata anacheka. Mkono juu ya mkono wa mwanamume nisiyemjua. Mwishoni mwa 40, labda mwanzo wa 50. Amejiandaa vizuri. Suti ya bluu. Mkao wa uhakika, aina isiyosimama kwenye foleni na isiyowahi kuangalia bili. Walionekana kama wenzi. Sio washirika wa biashara, sio marafiki wa zamani wanaosasisha. Jinsi alivyomtabasamu, kujikunja anapozungumza, yote yalikuwa ya kawaida sana. Kama kuangalia onyesho ambalo nimekwisha kuona tu na mwigizaji mpya. Picha inayofuata wanaingia hoteli pamoja. Sikugeuza mbele. Niliangalia ile tu kwa muda mrefu. Mikono thabiti. Pumzi hapana. Picha ya mwisho ilikuwa yeye akitoka hoteli peke yake, karibu saa 2 baadaye. Nywele sasa zimeachiliwa. Alisimamisha teksi, akapanda na mwisho. Safi. Rahisi. Imekamilika. Nilifunga folda na kujiegemea. Sauti ya friji ofisini ilikuwa sauti pekee. Nje maegesho yalikuwa giza isipokuwa mwanga wa taa. Nilikaa hapo hadi miguu ikazimia, kumbukumbu haijafunguliwa, picha bado uso chini. Sikumwambia jioni hiyo. Sikumwambia hata siku iliyofuata. Niliangalia. Niliangalia jinsi alivyotabasamu akinipa kahawa asubuhi. Kama haingii hoteli na wanaume ambao si mimi. Ilikuwa ajabu kujisikia mbali hivyo. Kama kuangalia mtu niliyemjua wakati mmoja kupitia glasi. Siku zote nilidhani usaliti ungekuwa na kelele wa kulipuka. Lakini haukuwa. Ulikuwa kimya. Tulivu. Kama kusimama katika chumba ambapo umeme umekatika na unangoja taa irudi. Jioni hiyo aliniuliza kama nataka kujaribu mgahawa mpya wikendi. Alisema amesoma hakiki na anafikiria nitapenda mbavu. Nilikubali na kusema sawa. Sikupiga kope. Alinibusu shavuni na kuniambia nina utamu. Alisema ninafanya kazi kupita kiasi. Macho yake yalikuwa laini, yaliyojulikana. Na bado sikuona chochote cha mwanamke niliyefikiri nimeoa. Tu umbo lake, akiwa amevaa toleo la uaminifu kama koti ambalo halimtoshi tena. Usiku huo alilala mapema. Nilikaa sebule, taa za chini, nikiangalia vivuli vikisogea kwenye kuta. Sikugusa tena bahasha. Sikufungua picha. Sikuweka kumbukumbu. Hakuhitajika. Nilijua tayari. Na kujua kulikuwa mbaya zaidi kuliko nilivyofikiria. Kwa sababu sasa sikuweza kujua tena. Sikuweza kufuta. Sikuweza kujifanya sioni picha kamili. Nilipogundua hakuna kurudi nyuma, niliunda mpango asubuhi moja. Alikuwa bado amelala nilipovaa. Niliingiza viatu vya kazi na kuchukua funguo kama kila asubuhi. Nilimwambia lazima niende mapema. Alinung'unika kitu, akageuka na mimi nikasimama sekunde zaidi ya inavyohitajika. Nikiangalia tu. Nilitoka lakini sikuenda kazini. Nilizunguka kitalu, nikaegesha kwenye kituo cha mafuta kilomita chache, nikawezesha video na kuanza kuangalia. Baada ya kuondoka, saa 1 ilipita ambapo alifunga mizigo na hatimaye akatoka. Sikujua anakwenda au kwa muda gani. Kisha nikirudi nyumbani. Nilikuwa nikihatarisha kuonekana, haikuwa katika mpango. Kwanza nilichukua ngazi na kwenda kwenye kabati tena. Nilitoa kila bahasha kutoka sanduku juu ya kabati na kuzieneza kitandani. 8 wakati huu. Alikuwa ameongeza. Sikuangalia hata ndani, nilizipanga na kuzifunga kwa elastiki.
Niliziweka kando juu ya kaunta ya jiko, kisha nikaenda garage kuchukua funguo za ziada za mlango wa mbele na nyuma. Nilibadilisha kufuli zote mbili peke yangu. Haikuwa ngumu. Nilichukua chini ya saa moja. Funguo mpya zilikuwa nzito mkononi kama bunduki iliyojaa. Niliendelea kufikiria mara zote nilizompa funguo, nikimwambia hii ni nyumba yako sasa. Nikifikiria jinsi haraka aina hiyo ya uaminifu inavyochoma kuwa majivu. Kisha nilienda kwenye vitu vyake. Sikuzipanga kwa uangalifu. Hakuna shati zilizokunjwa au masanduku yaliyoandikwa. Nilifungua draw, nikafagia rundo zima kwenye mifuko. Viatu, vipodozi, mifuko yote. Nilivichukua kwa mikono na kuvitupa nje. Nguo zilichanganyika na maua zikapepesuka kwenye nyasi. Koti lake lilinaswa kwenye matawi ya mti kando ya barabara. Sijali. Acha upepo ushughulikie. Wakati fulani niligundua jinsi nyumba ilivyokuwa kimya bila harufu yake hewani. Bila kuimba kwake. Bila sauti ya simu hiyo aliyokuwa akiishika uso chini daima. Nilirudi ndani na kuchukua kadi yake kwenye programu ya benki. Ilikuwa niliyomwongeza muda mrefu uliopita, sio ya kitu kikubwa, tu kwa matumizi na vitu vidogo. Niliizima kwa mguso mmoja. Kisha nilimpigia wakili wangu. Sikuwa nimewasilisha kitu kama hicho kabla. Nilimwambia aandaliwe karatasi za talaka na afanye haraka. Aliuliza kama nataka kumjulisha mara moja au kungoja. Nilimwambia angoje. Nilitaka awe nje ya nyumba kwanza. Hakushinikiza. Nilipomaliza ilikuwa imepita saa 6. Nilijitengenezea sandwich ambayo sikula. Kisha nikakaa sofani na kungoja. Alirudi karibu saa 10. Nilisikia sauti ya begi la ununuzi alilokuwa akibeba. Kisha sauti ya kawaida ya funguo akijaribu mlango wa mbele. Sauti ya kufuli isiyozunguka lazima ilimgonga mara moja. Kugonga kulianza polepole. Kisha kwa nguvu zaidi. Kisha kupiga. Jabari alipiga kelele. Sikujibu. Alijaribu mlango wa nyuma. Matokeo yale yale. Aliporudi mbele, sauti ilibadilika. Yenye kuchanganyikiwa. Kwa nini vitu vyangu viko nje? Aliuliza. Nini kinatokea? Nilifungua mlango kidogo tu. Alisimama nilipomwona. Sikupiga kelele. Sikueleza. Nilichukua moja ya picha za Omari na kumtupa usoni. Toka mbele yangu, nikasema. Sitaki kusikia neno. Karatasi za talaka zitakapokuwa tayari nitaandika. Alifungua mdomo kama kusema kitu, labda pingamizi, labda udhuru laini. Sikumpa nafasi. Nilifunga mlango. Nilifunga. Kisha nikakaa tena sofani, mahali pale pale jana jioni, isipokuwa sasa nyumba hatimaye ilikuwa kimya. Alibaki nje kwa muda. Nilimsikia akitembea. Kisha kelele zilianza. Alidai nifungue. Nimpe pesa. Nirudishe vitu vyake. Labda akirejelea bahasha zile kwenye kabati. Alifikiri sijui. Alisema nina wazimu, nina ukatili na mdai maelezo. Lakini nilikuwa nimesema yote yaliyohitajika. Yaliyobaki yalikuwa kelele tu. Hatimaye aliondoka. Sikutoka hadi jua lilipoanza kuzama. Jozi chache za viatu vyake bado zilikuwa kwenye maua. Blauzi ilikuwa imeruka kwenye bomba la maji. Rangi nyekundu midomoni ilikuwa imepakwa kwenye sanduku la barua, labda ilianguka kutoka mfukoni au begni. Sikugusa chochote. Niligeuka na kuingia. Wiki moja ilipita. Nyumba ilikuwa kimya. Aina ya ajabu ya utulivu, isiyo ya amani, siyo yenye uzito. Tu itambarare. Kama wamezima sauti ya maisha yangu. Nilijishughulisha. Nilienda kazini, nikirudi nyumbani, nikisafisha vitu vya mwisho alivyokuwa ameacha. Nilimwandikia. Baada ya karatasi za talaka kuwasilishwa. Muhimu tu. Sasa. Tarehe. Anwani ya mahakama. Hakuna salamu. Hakujibu kwa siku moja.
Kisha alinilipua simu. Mwanzoni maombi. Alitaka kuzungumza, alisema bado haelewi, alisema yote ni kosa. Nilipokataa kujibu, alibadilisha mbinu. Alisema sina moyo. Alisema namdai. Aliuliza bahasha ziko wapi. Aliuliza kama nimechukua pesa. Sikujibu. Sikuwa na lazima. Alituma ujumbe mrefu akisema pesa hizo si zangu, kwamba nimeiba kwake, kwamba alizipata mwenyewe, kwamba anazihitaji kurudi. Nilijibu tu, sijui unachozungumzia. Alipiga simu mara chache baadaye. Niliacha ikilia. Hatimaye aliacha kujaribu, angalau moja kwa moja. Tarehe ya mahakama ilifika haraka kuliko ilivyotarajiwa. Wakili wangu alijitokeza kama hajaona tangu mwaka wa 2003. Wake alifika kwa fahari, kijana katika suti nyembamba, mwenye hamu ya kuthibitisha kitu. Aliingia akiwa ametulia. Kata mpya ya nywele. Trench ya beige. Uso ule ule wa utulivu aliouvaa aliponidanganya kifungua kinywa. Kama hakuna kinachomgusa. Walijaribu kunionyesha kama mbaya. Walisema nilimfukuza nje bila onyo. Walisema nimeharibu mali, nimesimamia vibaya fedha za pamoja, nimeunda mazingira yasiyo salama ya maisha. Karibu nilicheka hilo. Walitoa pesa bila shaka. Wakili wake alisukuma kwa nguvu juu ya hilo. Lakini hakuwa na ushahidi. Hakuna uhamisho. Hakuna rekodi za mapato. Hakuna picha za bahasha. Hakuna. Neno lake tu. Na hilo halikuwa na uzito mwingi. Hakimu hakuwa na subira kwa drama. Aliangalia kile tulichoshiriki kwenye karatasi, televisheni, friji, mashine ya kufulia. Hiyo tu. Yote mengine yalikuwa yangu kabla hatujajuana. Nilikuwa nimehakikisha hivyo. Hakuna akaunti ya pamoja, hakuna mkataba kwa majina yote mawili. Hata hakuwa kwenye hati ya nyumba. Mahakama iliamua atachukua nusu yake ya vitu vichache tulivyonunua pamoja wakati wa ndoa. Nilikubali bila majadiliano. Acha achukue televisheni, mashine ya kufulia, friji. Nitazibadilisha. Hakuna tatizo. Alitaka zaidi bila shaka. Lakini sheria haikuwa upande wake. Tulipotoka jengo nilidhani imekwisha. Kisha alipoteza udhibiti. Hapo tu kwenye ngazi za mahakama. Alipiga kelele dhidi yangu. Akimwambia yeyote anayesikia mimi ni mwizi, mwongo, mlaghai. Kwamba nimeharibu maisha yake. Kwamba nilimtumia. Watu walisimama kuangalia. Mtu mmoja alirudi nyuma. Mlinzi alitoka na kujaribu kumtuliza. Alivuta mkono na kuja kwangu. Kwa sekunde moja nilifikiri anaweza kunipiga kweli. Sikusogea. Polisi walifika baadaye wakimwambia atulie. Mmoja alimshika polepole mkono akasema lazima aondoke. Aliendelea kupiga kelele juu ya bega huku wakimvuta kuelekea maegesho. Aliniita mnyama. Aliniita tupu. Alisema nitajuta. Sivyo. Sikumwona tena baada ya siku hiyo. Nilisikia mambo kupitia maneno, watu wanazungumza. Walisema amerudi kwenye njia. Baa zile zile, mizunguko ile ile, majina mapya. Nilisikia anaruka kati ya miji. Mtu mmoja alisema anaonekana mwembamba zaidi. Mchovu. Kama maisha yamemfikia. Kulikuwa hata uvumi kwamba ameugua. Kitu cha kina. Sijui kama ni kweli. Siulizi. Sio tena shauri langu. Nilimpa nyumba. Nafasi ya pili. Njia ya kutoka. Nilimpa yote niliyoweza bila kujipoteza. Na yeye alisema uongo. Tena. Bila kusita. Bila kujali. Nilifunga mlango tu. Wakati mwingine watu huuliza kama nitaanza tena. Kama nitampa mapenzi nafasi nyingine. Labda. Labda hapana. Lakini sitawahi tena kutoa uaminifu wa kipofu kwa mtu asiyeustahili. Sehemu hiyo yangu yenye ujinga, yenye matumaini laini imepotea.
Hakunidanganya tu, alinifundisha jinsi ya kutodanganywa tena. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, unafikiri wake wanastahili fursa ya pili baada ya kudanganywa? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.